salama baada ya kwa ya ziara ya kanda ya Ziwa. Nafikiri tulifika jana salama, na baada ya kufika tuliweza kuwapa wachezaji mapumziko kwenda nyumbani, ila usiku tuliingia kambini kwa ajili ya mechi ya leo. Tumemaliza maandalizi yetu kwa mazoezi ya leo asubuhi kwa tayari kwa mchezo wa kesho. Kwa kweli tumejiandaa kwa sababu hesabu zetu sisi ni kuweza kutetea ubingwa. Huwezi kutetea ubingwa kama huwezi kuchukua kila pointi 3 ambazo unakutana nazo. Haitakuwa mechi rahisi. Kila siku nasema kwamba sasa hivi tunakwenda katika hatua ya mwisho. Kila timu imeweza kujiandaa vizuri kwa ajili kumaliza ligi salama. Polisi Dodoma ni timu ambayo imepanda ligi, imekuwa na ushindani mkubwa sana, sio timu nyepesi, ni timu ngumu. Ukiangalia game yao ya mwisho umecheza na Azam Dodoma Jiji, angalia imecheza na Azam, kidogo imeweza kuleta upinzani mkubwa sana. Kwa hiyo sisi tumechukulia kwa uzito mkubwa sana mechi ya kesho, tuhakikisha tunapata pointi 3 muhimu. Kwa hiyo pamoja na ugumu wao na ubora wao, lakini lazima tupate pointi 3 muhimu. Kwetu sisi kitu kizuri ni kwamba tuliokosa katika mechi iliyopita baadhi ya wachezaji kwa ajili ya adhabu ya kadi 3 za njano, mchezaji kama Pasco Hawa, Luis Mixon pamoja na Tadeo Luanga. Tunashukuru kwamba katika game ya kesho wanarudi, lakini tutamkosa Tadeo Luanga peke yake ambaye amepata msiba wa dada yake ambaye hayuko nchini. Luis na Wawa watakuwepo kwenye mchezo wa kesho. Kwa hiyo kwetu sisi ni kitu kizuri na kinatupa jeuri ya kuweza kupata matokeo ya pointi 3 katika game ya kesho. Sawa, mwalimu ameeleza maandalizi kiufundi pamoja na wachezaji atakaowakosa. Labda sasa kuna taarifa gani nyingine ambayo tungependa kuipata kutoka kwake? Wanahabari, karibuni kwa maswali. Nafikiri ni kutokana na ubovu wa viwanja, ni ngumu sana kucheza katika falsafa yetu ambayo sisi tumezoea. Ukiangalia tumeenda kucheza mechi ya Shinyanga, ilikuwa ngumu kidogo, at least Kagera Kaitaba ilikuwa nzuri. Mechi ya juzi kwa hiyo haikuwa nzuri kwa sababu tulihitaji pointi 3 kutokana na uwanja ulivyo. Mimi nafikiri tumerudi kwenye uwanja wetu, uwanja ambao tumezoea, uwanja ambao tumekuwa tukitoa burudani ya kutosha kabisa. Nafikiri tumerudi kwenye falsafa yetu. Watu waje kesho kwa wingi, waone burudani katika game ya kesho. Swali la pili. Kwanza hatukurudi na pointi 3 kanda Ziwa, tumekuja na pointi 9. Kwa hiyo nafikiri nimetoka kuongea kwamba sio mechi rahisi. Dodoma ni wagumu, ni timu ambayo imekuwa na performance nzuri sana. Tumejiandaa pamoja na ugumu wao, tuhakikisha tunapata pointi 3 muhimu katika game ya kesho. Swali la mwisho. Tahadhari ni kwamba tumekuwa hatuna dharau na mtu yote ambaye tunakutana naye. Kitu cha msingi ni kwamba tunakwenda kucheza game kama tunacheza finali. Tuhakikisha lazima tupate alama 3. Nimeshasema kwamba ni yetu sisi ni kutetea ubingwa. Huwezi kupata ubingwa kama hutapata pointi 3 kwa kila game unayokutana nayo. Kwa hiyo tumejiandaa tuhakikishe kutetea ubingwa wetu kwa kupata matokeo ya pointi 3 katika game ya kesho. Asante mwalimu, tukutakie mchezo mwema. Asante. Shift hapo captain naye atazungumza. Karibu. Kwa upande wa wachezaji sasa, mwalimu ameongea kiufundi, maandalizi ya timu, lakini wanaoandaliwa ni nyinyi wachezaji. Labda mkiwa peke yenu mna vitu vyenu mnazungumza na mna maandalizi yenu pia kwa maana ya kujengana kisaikolojia. Waambie waandishi wa habari sasa, upande wa wachezaji umejiandaje kuelekea mchezo huu dhidi ya Dodoma Jiji kesho? Kwa kifupi kwamba tumerudi nyumbani. Nafikiri tulikuwa na game 3 away ambazo ni kanda ya Ziwa, na malengo ya mwalimu na malengo sisi kama wachezaji ilikuwa ni kurudi na pointi 9, na tunashukuru Mungu kwamba tumekamilisha hilo. Kwa hiyo tumerudi nyumbani na tupo uwanja nyumbani, kwa hiyo tutatumia vizuri uwanja nyumbani, na kama wachezaji walimu washafanya kazi yao kutupa maelekezo jinsi gani ambavyo tunataka tucheze na tuhakikisha kwamba kesho na pata pointi 3 muhimu. Kwa hiyo tushajiandaa vizuri na tutafuata maelekezo ya walimu wetu kama ambavyo wanatuelekeza. Kuelekea game ya kesho, nafikiri kucheza mechi karibu kwa kila baada ya siku chache, nafikiri ina ubaya wake na una uzuri wake, lakini kwa upande wetu sisi naweza kusema kwamba ina uzuri kwa sababu inatujengea mechi fitness na ina confidence zaidi, kwa sababu kila game ambayo inakuwa tunaenda kucheza tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo inatujengea kwamba hata hii game ya kesho ambayo tunaenda kucheza pia tutapata matokeo mazuri. Swali la pili. Kwenye timu, ndio maana kaitwa timu, kila mchezaji ana umuhimu wake. Nafikiri hata tulivyocheza Gwambina kule kuna watu wakosekana na tumepata matokeo. Swali la mwisho. Swali la mwisho kabla tujawakaribisha Dodoma Jiji. Unaangalia wapenzi wa Simba kwa ni baada ya mchezo mitatu mchezo wa ugenini
Kama nilivyosema awali kwamba walituma kazi ya kwenda kanda ya Ziwa kurudi na point 9. Hiyo tumekamilisha. Kwa hiyo na wakazi wa kanda ya Ziwa nafikiri walifanya kazi yao kwa ufasaha sana. Mashabiki wa kule kikweli tunawapongeza na tunawashukuru sana sababu wamerahisisha kazi yetu na tumerudi na point 9. Kwa hiyo kilichobakia ni waliokopo Dar es Salaam. Kwamba mashabiki wa Dar es Salaam pia kesho ni zamu yao kuja kusupport timu yao na kuhakikisha wanaondoka na point 3. Asante na tawa Simba Sports Club. Lakini sasa ni wakati wa wewe mgeni. Simba imetoka kupata matokeo chanya kwenye michezo mitatu ya ugenini na kesho anakuwa kwenye uwanja wake wa nyumbani. Jambo hilo wewe unalifahamu na bila shaka kwenye maandalizi yako ni katika vitu ambavyo inawezekana umekuwa ukivifanyia kazi. Unaenda kupambana na timu ambayo pia inaongoza ligi. Labda kwa kifupi tu waambie waandishi wa habari timu yako umeiandaaje na kwamba kama kuna wachezaji wote utawakosa kwenye kikosi chako kutokana na sababu zozote zile. Kwanza napenda kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Nashukuru tumefika salama Dar es Salaam ambapo ndio makazi ya kwetu hasa. Tuko kikazi tukule Dodoma. Timu yetu tumejiandaa vizuri kwa mchezo na Simba hapo kesho kwa sababu Simba tunajua wanaongoza ligi. Hapa Dar es Salaam ni nguzo yao kuu na ni ngome kwenye uwanja ule, hawajafungwa naamini mpaka hivi sasa. Lakini kuna kitu ambacho sisi tumejiandaa, tunataka tuwa surprise kesho ambacho kitafanya tupate point 3 kwenye mchezo huu. Sababu lengo kubwa la timu ya kwetu ni kupata pointi 6 ili tubaki kwanza kwenye ligi kuu. Na mechi ya kesho tumejipanga sana kuhakikisha tunapata point 3 ili mechi inayokuja tumalize tuwe huru. Sawa, mwalimu anasema point 3 za kesho na zingine 3 ndizo lengo kuu ili wawe huru. Labda kama kuna maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Simba ina wachezaji wazuri, wana quality kweli unachosema na wana ubora kwenye uwanja wa Kapa. Lakini lazima utambue kila timu ina malengo ya kwake. Sisi lengo namba 1 ni kubakia kwenye Premier League. Na kubakia kwenye Premier League tumeweka michezo kadhaa ya kupata point. Moja wapo ni mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Tutapambana na plan tumeshaiandaa nzuri ili tupate point 3. Na ukiangalia point 41 ambazo anazo Biashara, we don't care about it. Kikubwa ni kupata 0.3 ambazo sisi tutasaidia kubaki kwenye ligi kuu bila kujali nafasi ya ngapi wala ya ngapi. Nafikiri swali lako limejibika vizuri Asante sana. Mwingine kama swali. Mimi kwa na Kataria Dodoma haina matokeo mazuri uwanja wa ugenini. Tumeshinda mechi ya Prison ambako watu wengi wameshindwa. Tumeshinda uwanja wa Morogoro kwa Mtibwa ambapo watu wengi walishindwa. Tumeshinda kwa Ruvu Shooting ambapo watu wengi walishindwa. Kwa hiyo unaposema ugenini si hatufanyi vizuri ndio nalikataa. Lakini la pili lazima utambue kwamba Simba wanahitaji point 3 ili waendelee kuweka gap na anayefuata chini na chini. Sisi hatuangalii hicho. Kikubwa kwetu ni kile ambacho tumekiplani. Kumbuka football ni mchezo wa tactics Pila ni mchezo wa mbinu. Simba wana mbinu zao wamejipanga na sisi tuna mbinu zetu. Kikubwa anachokuomba njoo uangalie nini kitatokea kesho. Sisi tuko pamoja Swali la mwisho. Yes. Unaweza kusema Simba washambuliaji wao wana njaa lakini plani ambayo tumeipanga huwezi kuexpose kwa kila mtu. Tumeona mapungufu ya kwetu kweli na concede magoli hasa second half. Na tucheza na Simba walitufunga goli la pili kipindi cha pili. Tumecheza na Azam wametufunga goli kipindi cha pili dakika za mwisho. Nafikiri ndio ingekuwa swali kubwa kwamba tuna lose concentration second half. Lakini ninachokiamini kwenye plani ambayo tumejipanga mechi ya kesho, haya matokeo ya kuwa tuna concede magoli second half yasiendelee kuwepo. Unajua na hilo tumelifanyia kazi kwenye mazoezi na muda huu jioni tuna mazoezi tena ya kurekebisha hilo pamoja na kuangalia uwezo wa Simba uko wapi ili tufanyie plani ya kubomoa tena. Naona ninachokiamini ni kwamba wachezaji wa kwangu wakifuata kile ambacho tunakifuata siku zote na mistake ndogo ndogo za kupoteza umakini kipindi cha pili usipokuepo, basi we can win the game again. Na wakaribisha mje muone. Opso tumaini itakuwa hivyo. Na kukaribisha hata wewe. Njoo ushuhudie. Usijenge hofu, nothing, yani katika maisha usiwe na hofu kwa kuogopa fulani, lakini mimi ninachokiamini nitafanya vizuri.
Si zabibu hatuna. Zabibu ni kazi ambapo yanalimwa, lakini we want to win the game tomorrow. Nakaribisha. Asante sana walimu. Tutakie mchezo mwema. Asante sana. Naomba tuzungumze na nahodha hapo. Okay. Yeah. Bwana Kibacha. Naam. Mbele ya kamera mimi nakupa nafasi tu ya kuzungumza na mashabiki wa Dodoma Jiji ambao wako Dodoma na sehemu zote za Tanzania na nje ya Tanzania kuelekea mchezo wa kesho. Wawe na mawazo gani au wafikirie nini kinaenda kutokea kesho? Kwanza mimi kwa upande wangu kama nahodha wa timu ya Dodoma Jiji FC, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Tumefika jana Dar es Salaam na tumeamka salama salimini, hali ya hewa iko vizuri. Lakini mimi cha kuambia wapenzi wa mpira wa Dodoma na washabiki wa Dodoma Jiji FC kwamba naamini kabisa walitutuma mambo mengi tukayatimiza. Kwa hiyo hata hili ambalo tunalifanya kesho ni moja ya yale ambayo majukumu waliotupa. Kwa hiyo mimi kama nahodha na kikosi changu tuko vizuri, tuko imara kuhakikisha kesho tunarudisha yale maagizo tuliopewa kutoka Dodoma. Kwa hiyo watarajie kitu kizuri kutoka kwetu kwa sababu wao ndio kila kitu kwetu. Kwa hiyo hili jambo letu lifanikiwe inabidi tutimize yale ambayo tumeagizwa. Kibacha yuko hapa na yuko tayari kujibu maswali matatu. Mimi naamini hata kama uliangalia mechi yetu na Simba nyumbani, nadhani hata performance uliona. Tulipoteza kwa goli 2-1, lakini ilikuwa ni mpira ambao ulikuwa unashabiana kwa sababu sisi tuliataki kwa nguvu na wao wakaataki kwa nguvu, lakini makosa tuliyofanya waliyatumia. Lakini naamini kwa mechi ya kesho kila ambacho tulikifanya ambacho kilikuwa kina makosa tutakifanyia kazi tena leo kwa mara ya mwisho, huu muda ambao tunaenda jioni, ili kurekebisha yale makosa madogo madogo ambayo tulikuwa tukiyafanya ili tuweze kufanya vizuri mchezo wa kesho. Naruki sana na lile swali kwa sababu kama anaangalia mpira na anifuatilia Dodoma Jiji FC, sisi tuna michezo karibia 7. Hii round ya pili tumepoteza mchezo wa juzi, tena hatujapoteza, tumefungwa goli, tumepata pacha, lakini hatukufungwa goli dakika hizo anazosema. Arudi nyuma angalie record ya mechi zetu tulizocheza, tumeruhusu magoli ya design hiyo dakika za mwisho. Tumecheza mechi moja, tumeruhusu goli moja dakika za mwisho. Kwa hiyo sisi hatuko vibaya. Kwa maana kesho Kagere Bogo, yani hilo ndio jukumu letu ambalo sisi kama wachezaji tunatakiwa tukalitekeleze pale. Kwa hiyo hatujalishi Kagere, haijalishi Mugalu, haijalishi siyo nani, sisi kama Dodoma Jiji FC tumejipanga kwenda kupambana na Simba kesho ili tupate matokeo mazuri. Asudi. Mimi na appreciate kwamba Simba wana wachezaji waliokuwa bora. Lakini ubora wao utategemeana na udhaifu wetu. Kwa hiyo sisi tukijipanga kwa ubora wetu, naamini tutaweza kupambana na tupate matokeo. Sisi kama wachezaji jukumu letu ni kushinda kila mchezo. Haijalishi tutapata nafasi ya kwenda kucheza mashindano makubwa au vipi, lakini sisi jukumu lilotupeleka Dodoma ni kuhakikisha Dodoma FC inakaa sehemu nzuri. Kwa hiyo ili ikae sehemu nzuri inabidi tushinde michezo yetu yote. Kwa hiyo kila mchezo kwetu ni muhimu kwa pointi 3. Sisi hatutaki mashindano, sisi tunataka tushinde mechi. Kwa hiyo mashindano yatakuja mbele kama itakuwa nafasi hiyo tunayo. Maana sisi tunaweza tukashinda na wenzetu wanashinda. Je, tutaipata nafasi? Bonus question? Ona mmeamua kumshambulia Bwana Kibacha. Bonus question. Haya, kwa sababu ameuliza mdada na kukaribisha. Ni swali la coach. Coach msaidie kujibu. Samahani kidogo. Napenda vile vile niwaweke vizuri next time kwa wote hapa. Swala la mchezaji ambaye anakosekana kwenye mechi huwa ni swala daktari. Lakini on the behalf of our doctor nitasema. Sababu sio la kwetu wali. Wachezaji ambao watakosekana kesho ni wengi sababu tumesajili wachezaji 26. Lakini wale wanaotumika sana ni 3 watakuwepo. Kuna Salmini Oza ni majeruhi wa nyonga muda mrefu, kuna goalkeeper Aaron Kalambo ana yellow card 3 pamoja na Mcha Hamisi ni majeruhi wa mguu. The rest of the player wote wapo. Tuko pamoja Next time ask the doctor Sasa doctor yani kwa kutanua we go. Next time doctor atakiwa kuwepo. Mwalimu wakati mwingine kwenye press ijayo. Yep. Mimi ndio naongoza press jamani. Kwenye press ijayo tunachotakiwa kufanya unapokuja basi unakuwa umeshafanya consultation na doctor na kwa details hizo, kwa hiyo ukifika hapa wewe ndio unakuwa mwakilishi wa daktari kwenye kutoa taarifa. Asante sana na kutakia mchezo mwema. Thank you. Yeah.